Kweli kwanza tunamshukuru Mungu kiukweli, maandalizi yanaenda vizuri kabisa kama nilivyosema juzi. Tuna wakati mgumu, kila baada ya siku mbili tuna mechi, kwa hiyo ratiba imekuwa ni ngumu kwetu sisi, lakini tunamshukuru Mungu baada ya mechi ya juzi hatujakuwa na injury yoyote na timu yote ilirudi kambini na kwa ajili na maandalizi ya JKT Tanzania. Kwa hili kwa kweli kinatupa imani kubwa sana, japokuwa tunajua haitakuwa mechi rahisi. JKT Tanzania ni timu ambayo ni timu nzuri, timu ambayo imejaza wachezaji wazoefu, ina mwalimu mzuri. Haitakuwa mechi rahisi, lakini pamoja na ugumu wao tunahakikisha kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Inshallah, amina. Mwalimu, tukirejea mchezo uliopita, matumizi ya nafasi, Simba imekuwa ikitengeneza nafasi nyingi sana katika eneo la juu la ushambuliaji, lakini wanashindwa kubadilisha nafasi hizo kuwa magoli kuelekea mchezo dhidi ya JKT Tanzania. Je, matumizi ya nafasi katika eneo la juu la wapinzani umeimprove kiasi gani kuelekea mchezo wa kesho? Ni tatizo ambalo kiukweli limekuwa linakuja linajirudia na tumekuwa tunalifanyia sana kazi. Hata juzi nafikiri limejitokeza tena. Lakini kama benchi tumerudi kwenye uwanja wa mazoezi na ni kitu ambacho tumekifanyia sana kazi. Kwa hiyo na imani katika mchezo wa kesho nafasi zitakazopatikana basi inshallah zitageuzwa kuwa magoli. Maswali kwa mwalimu kuelekea mchezo hapo kesho? Mwalimu, mchezo wa Simba dhidi ya Tanzania haujawahi kuwa mchezo mwepesi. Kesho tena katika uwanja wa Meja Jenerali Samoei ambao unajulikana kwa labda kama Simba, maandalizi ya ujumla kuelekea mchezo mkubwa kama huo yapo. Nafikiri nimesema awali kwamba hakuna mechi rahisi kati ya Simba na JKT. Ukiangalia hata mechi ya kwanza ilitupa wakati mgumu sana na kesho tutakuwa katika uwanja wao. Kiukweli tumejiandaa vya kutosha pamoja na ugumu wao na katika uwanja wao tuhakikishe tunapata matokeo kwenye mchezo wa kesho. Swali. Karibu. Mwalimu, shida mliyopata kwenye mchezo uliopita dhidi ya Mashujaa, kama benchi la ufundi na wapasomo kiasi gani kuona unapoelekea mechi hizi za back-to-back ushindani ulivyo mwishoni mwa msimu na walau mnatengeneza nafasi lakini kutumia nafasi kwa rahisi? Kikweli sisi tulitarajia game hizi lazima zitakuwa ni game ngumu kwa sababu watu wote wamekuwa ni watu wagumu kwetu sisi na hilo sisi tulijua mapema kabisa kupata upinzani na namna hii. Tumejipanga na tunajiandaa kwa upinzani huo kuhakikisha tunapata matokeo. Kwa hiyo mimi nafikiri ni swala ambalo sisi tulitarajia na tunalifanyia maandalizi ya kutosha ili kuweza kutengeneza mechi hizi kuwa rahisi kuliko kuwa ngumu kwetu sisi. Swali kwa mwalimu. Labda mwalimu, morali ya wachezaji ikoje kuelekea mchezo namna hii ambayo mnakwenda kukutana nayo, ambayo wanakuwa kikaa pamoja kambini, wanazungumzaje kuelekea michezo hii ambayo inafuatana? Mimi nashukuru morali ya wachezaji wetu sisi iko vizuri sana na wamekuwa wakihamasishana wao kwa wao, wakipeana majukumu kuhakikisha tunafanya vizuri katika mchezo huu. Kwa hiyo ile umoja wa wachezaji kiukweli sisi unatupa mwanga mkubwa sana wa kuweza kufanya vizuri katika hizi game ambazo zilizobaki. Labda neno lolote kwa mashabiki na uongozi wa Simba Sports Club kuelekea mchezo hapo kesho dhidi ya JKT Tanzania? Kikubwa kwanza ni wapongeze mashabiki wetu. Kiukweli wamekuwa ni watu muhimu sana kwetu sisi, wamekuwa wakitusupport, wakitufuata sisi kwa kila hali ujue. Wamekuwa na sisi katika matokeo yoyote ambayo yako sisi. Kwa hiyo mimi niwapongeze na niendelee kuwaomba wawe na sisi na waje kutupa support, tuhakikisha tufanye kile kitu kila mwana Simba anahitaji timu yake ya Simba ifanye. Shukrani sana mwalimu. Sasa niweze kuongelesha mchezaji David Kameta aje kuzungumza nasi wao kama wachezaji, saikolojia ikoje kuelekea mchezo hapo kesho ambapo watakuwa ni wageni wa JKT Tanzania. David, karibu uzungumze na wanahabari. Saikolojia ikoje, mmejiandaaje kuelekea mchezo dhidi ya JKT Tanzania? Karibu sana. Asante. Kwanza sisi kama wachezaji tuko tayari kwa mchezo wa kesho na tumeweza kujiandaa vizuri kama mwalimu alivyosema. Baada ya mchezo wetu wa juzi, baada ya kuisha tuweza kurudi kambini kuweza kujiandaa na mchezo huu. Tunatarajia mchezo hautokuwa rahisi kama mwalimu alivyosema kutokana na ratiba yetu jinsi ilivyo na michezo yetu jinsi ilivyo. Kwa hiyo kama wachezaji tumejiandaa vizuri kupokea mbinu za mwalimu na ambazo ametuelekeza ili kuweza kuzitumia katika siku ya kesho. Swali kwa mchezaji. Swali kwa mchezaji. Swali mchezaji. Na labda David, ungeweza kuelezea morali ikoje mnakwenda kucheza na timu ambayo ni mid table club na unakuwa ni mchezo namna gani mnapocheza timu za namna hii? Mchezo kama mwalimu alivyosema, mchezo hauwezi kuwa rahisi. Kama raundi ya kwanza mchezo ulikuwa mgumu na hasa saizi ukizingatia michezo ni ya mwisho, kila timu inajizatiti kufanya vizuri. Kwa hiyo tunajua kabisa mchezo hauwezi kuwa rahisi, lakini sisi kama Simba tunataka pointi 3. Kwa hiyo lazima tuoneshe ukubwa wetu, lazima tucheze kwa kujituma, tucheze kwa ufanisi mkubwa, tucheze kwa kutumia nafasi ambazo zitapatikana.
Kwa hiyo sisi tumejiandaa vizuri kuweza kupata matokeo ya ushindi. Labda neno lolote kwa mashabiki na uongozi kuelekea mchezo hapo kesho? Mashabiki kwanza nipende kuwashukuru kwa kuweza kutusapoti na kuweza kuwa nasi, lakini pia niweze kuwakumbusha kesho pia tuna mchezo mgumu sana ambao tunahitaji support yao waweze kufika, waweze pia kutusapoti. Shukran sana David. Asante sana. Shukran sana mwalimu.